Kuna jambo ambalo nimeligundua, na mara nyingi sana ninapowashauri watu kwamba kabla hujatumia dawa zetu, kabla hujatumia products za Cornwell, ongea na wataalamu wetu, kwa sababu watu wengi wanajua kile kinachowasumbua kwa ule wakati, lakini hawajui chanzo cha matatizo yao. Kwa hii inawapelekea watu kutumia gharama kubwa sana kupunguza maumivu au kuondoa kile wanachokiona. Yaani unasikia mtu anakuambia, mimi nataka niondoe kitambi, au mimi magoti yananiuma, una dawa ya magoti? Au mimi nataka dawa ya usingizi. Haya matatizo yote wanaonieleza yalianzia wapi? Nini chanzo cha hiyo changamoto ulionayo? Ukishajua chanzo cha tatizo ulilonalo, inakuwa rahisi sana kuliondoa. Mfano, mti wako, umepanda mti kwenye gadeni yako. Huu mti majani yanakauka. Hivi unaenda kushughulika na yale majani au unaenda kushughulika na mizizi ya ule mti? Labda ule mti haupati maji ya kutosha, labda ule mti haupati mbolea, labda ule mti tayari una wadudu wanautafuna kwenye mizizi. Kwa wewe unachokiona juu ni majani yanakauka. Sisi tunachokitafuta nini? Mzizi wa haya majani kukauka. Unapokuwa unapata kitambi, sijui unakosa usingizi, sijui unaumwa na magoti, unaumwa na mgongo. Napokea hizi kesi sana kwa sababu kwanza hizi ndio kesi ambazo watu wengi wanaishia na dawa za maumivu. Na wauliza, kwa nini unaumwa na magoti? Kwa nini uteute unaisha? Kwa nini unakosa usingizi? Nini kimekufikisha hapo? Mwili wa binadamu usipo balance, mwili wa binadamu usipotekeleza majukumu yake, lazima utaona changamoto nyingi sana. Ndiyo maana katika taaluma ya naturopathic medicine, kitu ambacho tunafanya au tunasema ni kwamba tafuta chanzo cha tatizo. Alafu ukisha kipata chanzo cha tatizo, amsha uwezo wa mwili wako kujitibu. Mwili wako unaweza kujitibu kwa sababu umeumbwa hivyo. Mwili wako umeumbwa kutibu na kurepair. Lakini wewe ndio unatakiwa upatie mazingira sahihi. Nimekuwa nikisema mwili wako ni systems. System ambazo kila mmoja ya hiyo system inafanya kazi yake, alafu zinashirikiana. Maana yake ni kwamba kama ni gari, lazima system ya umeme ifanye kazi yake. Lazima injini iweze kufanya kazi yake kwa kushirikiana pia na system ya umeme. Lazima tairi 4 zote ziwe na upepo ziweze kufanya gari simame itembee. Lazima bodi yako, ili gari iwe na muonekano mzuri, bodi yako pia iwe imepigwa rangi nzuri. Maana yake ni kwamba inawezekana unajipaka mafuta, ngozi yako ipokee mafuta, lakini unagundua ngozi yako haipokei mafuta vile ulivyokuwa unategemea. Ulikuwa unategemea kuglow, lakini sasa ukijipaka mafuta hauglow kama ulivyotegemea. Wewe uko bize kubadilisha mafuta. Nini chanzo cha tatizo ngozi yako kukataa kupokea mafuta? Nini kinafanya nywele zako zinashindwa kuwa na afya? Nini kinafanya muonekano wako unabadilika? Je, hicho unachokiona kama tatizo kimeanzia wapi? Usipojua chanzo cha tatizo, mambo yote unayoyafanya yatakuchukua muda mrefu sana kupata solution. Sasa Cornwell Tanzania, katika vitu ambavyo sisi tunafanya ni kufanya body analysis au kuchunguza mwili wako. Huu uchunguzi tunaofanya sio lazima uchunguzi uwe tu kwenye vifaa au mashine au device. Hapana, hata mimi kama daktari, yale maswali ninayokuuliza ya kitaalamu yananiongoza kwenda kupata majibu, nini chanzo cha tatizo lako. Jana nilipigiwa simu na mme wa dada mmoja. Simfahamu huyo dada, lakini mume wake namfahamu.
Mmeka akaniambia mke wangu anaumwa na mgongo, hawezi hata kukaa. Alivyokuwa ananieleza nikamwambia, akaniambia nimefanya vipimo, ametumia dawa tangu mwezi wa 5 lakini bado hazimsaidii. Nikamuuliza ilianzaje? Yule kaka akaniambia mwezi wa 5 mke wangu alianza kuugua tukiwa kwenye msiba, na tangia hapo anakunywa tu dawa na hatujapata nafuu, anazidiwa. Mpaka sasa hata bodaboda hawezi kupakia, hata gari hawezi, sehemu yoyote yenye mtikisiko hawezi. Kwa hiyo yuko nyumbani, naomba msaada. Nikamwambia ukifika nyumbani mpe mke wako simu. Mke wake alipofika nyumbani alimpa mke wake simu. Mke wake nikaanza kuniuliza maswali, hebu nieleze nini kilianza mpaka hapo ulipofika. Yule mama ameweza kujieleza vizuri sana. Akaniambia mimi kwa kawaida ninachoma dawa za uzazi wa mpango, yani sindano. Na sikumuuliza sana kwa sababu mtu akishakwambia anachoma sindano ya uzazi wa mpango, kama mtaalamu wa afya unaelewa maana yake ni nini. Akaniambia nimechoma miaka 2 mfululizo. Kwa kawaida nikichoma periodi yangu inafunga. Kwa hiyo nategemea baada ya miezi 3 nitachoma tena, lakini kabla sijachoma tena huwa nasubiri nipate period. Na kwa kawaida huwa napata periodi zangu tena, ninakaa labda miezi 2 nasubiri angalau nione cycle yangu kama imerudi vizuri, afu narudi tena kuchoma. Kwa hiyo amekuwa akifanya hiyo process kwa miaka 2 mfululizo. Na huko nyuma amekuwa akitumia vidonge na nini na akipata siku zake kama kawaida. Lakini sasa ilipoisha ule mzunguko wa raundi hii ambapo anatakiwa kurudi kuchoma, akawa hakupata periodi mwezi wa kwanza baada ya ule muda wa ile dawa kuisha, hakupata mwezi wa 2. Lakini mwezi wa 3 akapata kidogo yenye maumivu sana. Alafu akaenda kumwona daktari. Daktari akampatia dozi, anasema ile dozi ilikuwa ni ya vidonge kama 100 hivi. Kwa akatumia ile dozi vizuri na siku zake zikarudi. Akapata periodi siku 3 kama kawaida. Baada ya hapo zile dawa zilipoisha hakupata tena period. Akafikiri amekuwa mjamzito. Kwa hiyo akakaa miezi 3 na ule mwezi wa 3 akaona matone ya damu. Alafu alikuwa anaumwa sana kila mahali. Ana dalili zote za ujauzito. Kwa hiyo akasema alivyoona damu inatoka tena akasema mimba imeharibika. Kwa hiyo alienda hospitali akifikiri mimba imeharibika. Kufika kwa daktari, daktari akampima akamwambia mbona una mimba? Wakafanya vipimo vyote. Akamwambia mbona wewe sio mjamzito? Akashangaa. Sasa mbona period yangu haieleweki? Alafu mbona ninaumwa hivi? Sasa mbona nina hizi dalili zote za mimba? Basi akapewa tena dawa akarudi nyumbani. Akapata tena period yake kama kawaida siku 3 akaendelea. Mwezi uliofuata ambao ni mwezi wa 4 tangu ile siku ya mwisho ya dawa zake zile za uzazi wa mpango kuisha kwenye yani ratiba kuisha, yani ile season ya dawa ya sindano kuisha. Huu ni mwezi wa 4 ambapo alishafikiri ni mjamzito na sasa sio mjamzito. Alafu akarudi nyumbani akaendelea na maisha, lakini akaanza kuumwa. Akaanza kuumwa kila mahali. Akaanza kuumwa na mgongo, hawezi kukaa, hawezi kufanya chochote. Kwa vile anaumwa na mgongo na hawezi kukaa, akarudi tena kwa daktari. Kwa hapa akapewa dawa za maumivu ya mgongo. Ameshatumia dawa sasa ni mwezi mmoja, lakini bado hakupata nafuu. Akarudi tena kwa daktari akapimwa, akaambiwa na UTI, akachomwa dawa za UTI. Sitataja jina. Alivyochomwa dawa za UTI sindano 12. Wiki moja baadaye akaanza kupata gesi tumboni. Akaanza kupata shida cha hawezi kula. So anaumwa na mgongo, mwili unauma kila mahali, tumbo linajaa gesi. Bado anakunywa dawa na bado hajajua tatizo ni nini. Nachojaribu kusema hapa ni nini?
tatizo la huyu mama ni nini? Kwa nini amefika hapa? Sasa ili kumsaidia tufanyeje? Tumtoe hapo alipo. Hapa ndio naturopathic approach inakuja. Kwa mimi nilivyomsikiliza na wataalamu wengine, tukagundua kwamba tayari ana mapungufu mengi. Mwili wake umeshatengeneza chronic inflammation, yani sasa anapambana na inflammation. Mwili unashindwa kufanya majukumu yake, systems hazifanyi majukumu yake. Anachokitegemea zaidi sasa ni dawa za maumivu. Katika jambo kama hili, ukija hapa kwetu, hatuanzi hapo ulipo sasa. Hayo maumivu yako ya mgongo, sijui mwili kuuma, kukosa usingizi, hiyo ni hatua ya mwisho kabisa. Tunaanza safari yako kule ulikoanza kuugua. Chanzo kilikuwa ni nini? Tukishajua chanzo kilikuwa ni nini, tutashughulika na kile chanzo. Na kile chanzo kinaweza kisiweze kutibiwa kwa siku 2 au kwa siku 3. Lakini baada ya siku 5 unaweza ukapata relief. Haimaanishi umepona. Wengi sana wa aina hii matibabu yao yanaweza kuchukua hata miezi 6, miezi 9, mwaka, kwa sababu ni kubalance systems, ni kurudisha systems pale zinapotakiwa kuwepo. Ni Dr. wako Elizabeth Lema kutoka Cornell Tanzania. Subscribe, share, hakikisha hii channel inapata followers, kwa sababu watu wanahitaji kujielewa zaidi kuliko kuendelea kudili na yale wanayoyaona kwa wakati. Asante sana.